Ifikapo Oktoba 29, 2025, Tanzania inakabiliwa na uchaguzi mkuu ambapo wananchi watapata fursa ya kuwachagua viongozi watakaoweza kuzidi kuleta maendeleo kwa wananchi wake. Taasisi ya AISA pamoja na Youth Initiative imefanya mjadala wa uzinduzi wa mradi wa uchaguzi bila vurugu huko katika ukumbi wa Golden Tulip mkoa wa Mjini Unguja. Akizindua mradi huo, mrajisi wa asasi za kiraia Ahmed Abdullah amewataka wapiga kura kuchukua juhudi za makusudi ili kuona amani inazidi kuwepo nchini na kuachana na vurugu za vyama kwa vyama. Hata hivyo, kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, amesema imefanya kazi kubwa ya kuhakikisha amani inazidi kuwepo pamoja na kuwataka vijana kutobeza juhudi hizo, ambapo wao ndio nguvu kazi ya taifa na kila mwananchi ana uhuru wa kuchagua kiongozi anayemtaka ili kuendeleza demokrasia. Pamoja Youth Initiative wamechukua juhudi za maksudi kuhakikisha kwamba katika kipindi hichi kuelekea uchaguzi mkuu basi tufanye mambo muhimu sana ya kusaidia jamii yetu, lakini pia kuwasaidia vijana wetu kuhakikisha kwamba tunashiriki katika uchaguzi mkuu tarehe 29, ikiwa bado siku 20 kutoka sasa, lakini tukiwa tunafanya kazi hiyo kwa amani na utulivu na kuendeleza amani iliyopo. Tunafahamu kwamba 37.2% ni vijana katika nchi yetu, lakini kwa takwimu za tume 42% ni wapiga kura ambao ni vijana. Tukitathmini hili, manake tunaona lipo kundi kubwa la vijana ambalo litashiriki katika shughuli za uchaguzi, lakini ni kundi hili ambalo tuna kila sababu kuhakikisha kwamba tunadumisha amani yetu kipindi chote, kabla ya uchaguzi, hivi sasa, ndani ya uchaguzi wenyewe, lakini na baada ya uchaguzi, hasa kwa kuzingatia kwamba vijana ndio wanaotumika sana pale inapotokezea vurugu. Na kwa maana hiyo, manake vijana tusichokozeke tukaingia katika mambo ya kusababisha vurugu, bali tuwe mstari wa mbele kulinda amani yetu na kuidumisha amani yetu tulionayo. Hiyo ndio maana ya mradi huu. Na tukizungumza kwamba uchaguzi bila vurugu, maana yake tukitathmini hiyo, maana yake tunahitaji uchaguzi wenye amani na utulivu katika nchi yetu. Na kwa kuthamini kwamba vijana ndio nguvu kazi ya taifa letu, basi taifa linatutegemea. Kuona kwamba vijana sisi sote 37% na 42% ambao ni wapiga kura, kwa njia moja au nyingine tuchukue juhudi za maksudi kulinda amani. Na kwa kuzingatia viongozi ama maafisa mbalimbali walioko hapa wanaofanya kazi katika idara ya vijana, manake tukafanya hiyo kazi ya kuwahamasisha vijana walioko mbele yetu kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu tukatekeleze demokrasia yetu, lakini amani na utulivu iwe ni tunu tunayoendeleza katika maeneo yetu yote. Na katika hiyo ni kwamba juhudi kubwa zinazofanywa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ndio maana leo hata sisi tunahesabu siku, inshallah Mungu akutujalia, kuelekea uchaguzi mkuu tarehe 29. Haya hayakuja hivi tu, lakini hii ni kazi kubwa inayofanywa na serikali kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa na amani katika kipindi chote. Lakini kwa kuzingatia kwamba kipaumbele kikubwa kwa sasa hivi tulichonacho ni uchaguzi mkuu kwa tarehe 29 Oktoba 2025, kesho kutwa tu, basi tutumie fursa hii kwa upande wa vijana kuhakikisha kwamba kazi hiyo ya kwenda kudumisha amani katika vijana wenzetu tunaifanya ipasavyo.
Mkurugenzi wa Pamoja Youth Initiative Rashid Mwinyi na mkurugenzi kutoka taasisi ya EISA Antonita Hamande wamesema kushiriki katika uchaguzi mkuu bila vurugu inawezekana, hivyo wamewataka vijana wanapokwenda kwenye kampeni kusikiliza hoja za wagombea ili kuweza kufanya maamuzi sahihi ifikapo Oktoba 29. Vijana kwanza kutambua haki na wajibu wao, lakini kuhakikisha kwamba amani inaendelea kutawala kwenye nchi yetu, kwa sababu hakuna maendeleo bila kuwa na amani kwenye nchi. Kushirikiana ama la kuzindua mradi wetu wa uchaguzi bila vurugu, tunachokusudia kukiona ni kwamba tunakuwa na uchaguzi wa amani na vijana hawashiriki kwa namna yoyote katika kuvunja amani ya nchi, kwa sababu amani ya nchi ni hazina yetu na tukipoteza tutakuwa tumekula hasara kubwa. I want to emphasize that today's meeting is not just an inception meeting or a launch of an event. I think it is a commitment to the vision of peaceful and inclusive but youth-driven elections in Zanzibar and also across Tanzania. As the 2025 elections are approaching, approximately in 3 weeks' time, this initiative should remind us that democracy thrives when everyone votes. Naye mkurugenzi wa elimu kwa mpiga kura kutoka Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar Zeki Juma Sanifu amesema kwa niaba ya tume hiyo inatambua na kuthamini michango ya taasisi kutokana na kuhamasisha wananchi hususan vijana kuzidisha amani nchini ili kuona lengo la kushiriki uchaguzi bila vurugu linafikiwa na zaidi ya 42% ya wapiga kura ni vijana. Niseme tu kwamba jina la mradi huu ni zuri na limeakisi muda, mandhari na maudhui ya shughuli ambayo tunatarajia kwenda kuitekeleza hivi karibuni. Kama mnavyojua, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar inatarajia kuendesha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ifikapo tarehe 29, ambapo utatanguliwa na kura mapema. Sasa washiriki wa uchaguzi huu tuseme kwamba ni 42% ni vijana katika takwimu zetu zile, ambapo wanaotarajiwa kujitokeza kwenda kupiga kura ni 42%. Katika harakati mbalimbali za uchaguzi ama michakato mbalimbali ya uchaguzi na matayarisho na maandalizi yaliyokushafanywa, hivi sasa tupo katika mchakato wa kampeni. Wengi wameeleza kwa namna gani vijana hao wanavyotumika wakati wa kampeni, lakini sio wakati wa kampeni tu, hata wakati wa kutangaza matokeo na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo tuwapongeze watayarishaji wa mradi huu kwamba unakwenda kusaidia taifa, ama tutegemee kwamba unakwenda kusaidia vijana katika kulinda amani iliyopo. Lakini kwa niaba ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, nitoe shukrani zangu za dhati kwa waandaji wa mradi huu ambao wameona umuhimu wa kuwa na uchaguzi wa amani na kuandaa kitu hichi ambacho kinakwenda kusaidia taifa kwa ujumla wakati tunaelekea katika uchaguzi ambapo wananchi watapata nafasi ya kuchagua viongozi wao. Hamida Mohamed, Riyadh TV.